Sasa leo tutajifunza somo linalosema mbinu za kisaikolojia za kumshawishi mtu. Wengi hawajui siri hizi. Unajua kuna mbinu za kisaikolojia ambazo unaweza kuzitumia kumshawishi mtu bila kutumia nguvu kubwa wala kumlazimisha. Sasa leo tutaenda kuangalia mbinu hizo. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usahau kusubscribe. Hasa mbinu ya kwanza inaitwa mamlaka, au kwa lugha ya Kiingereza inaitwa authority. Sasa watu hufuata na kuamini zaidi mtu anayeonekana kuwa na cheo, elimu au uzoefu. Mamlaka inaweza kuwa kwa mtu kama daktari, mtaalamu au kiongozi. Mfano, daktari anaposema hii dawa ni sahihi, watu hufuata bila kuwa na maswali. Unajua katika kanuni hii ya mamlaka inaweza pia kutumika kwa ajili ya kumshawishi mtu. Kwa sababu gani? Mamlaka yana uwezo wa kumshawishi mtu bila kutumia nguvu kubwa wala kumlazimisha, kwa sababu binadamu sisi huwa tunawaamini zaidi watu ambao wana mamlaka, au tunawasikiliza au tunawafuata watu ambao wana mamlaka. Na mamlaka hii inaweza kuwa kwenye cheo, elimu au uzoefu fulani, lakini pia inaweza kuwa hata kwenye historia fulani. Na sio lazima mamlaka mpaka uwe na elimu kubwa. Unaweza kuwa tu na elimu ya kawaida au mtu wa kawaida, lakini pia ukawa na mamlaka. Hem, chukulia mfano mtu anayeongea mimi kwa uzoefu wangu hili jambo linafanya kazi, na mwingine anayesema hili jambo nahisi kama litafanya kazi. Hawa watu wawili wote wameongea sentensi moja, lakini ya kwanza ina mamlaka. Kwa mamlaka yanategemeana pia na wewe mwenyewe unavyozungumza, wewe unavyojiamini, na wewe unavyopangilia maneno yako kwa mpangilio mzuri na utaratibu. Hata kwenye kikao, kwa mfano mko kwenye kikao, wengine wote wakiwa wanaongea kwa kupiga kelele wanalopoka, mwingine akaongea kwa utulivu, kwa kujiamini na kwa mpangilio mzuri, ataonekana na mamlaka na maneno yake yatasikizwa vizuri na watu watamfuata kwa sababu ametumia mamlaka. Kwa mamlaka yapo aina nyingi. Kuna mamlaka ya cheo kama mtu ni kiongozi, lakini elimu kama hivyo daktari au mwanasheria, lakini pia uzoefu fulani. Ukuta mtu ana uzoefu wa kitu fulani, anasema mimi kwa uzoefu wangu, au mfanyabiashara anasema kwa uzoefu wangu wa miaka 5 bidhaa hii imewasaidia wateja wangu vizuri. Kwa hiyo hapo anakuwa anaongea kwa mamlaka na anaweza kukushawishi kuona kwamba huyu mtu anajua hili jambo na ngoja basi nikajaribu bidhaa yake. Kwa mamlaka yanaweza kuwa kwenye sehemu tofauti tofauti. Sasa mamlaka yanaweza pia kumshawishi mtu kufuata kile ambacho unakihitaji. Na mamlaka pia yana nguvu kubwa kwenye saikolojia ya ushawishi, kwa sababu watu waga tunawafuata watu ambao wana mamlaka. Kwa hiyo usijione kwamba labda huna elimu au wewe ni mtu wa kawaida, unaweza pia kuwa na mamlaka. Kikubwa ni kujiamini na kupangilia maneno yako vizuri na kuongea kwa utulivu. Pia unaweza ukatumia mamlaka katika sehemu mbalimbali za maisha yako. Lakini mbinu ya pili ni mbinu ya upendeleo, au kwa Kiingereza inaitwa linking. Kisaikolojia binadamu huwa tayari kukubali mawazo au ushauri kutoka kwa mtu anayemfahamu, anayemheshimu, anayeona anafanana naye. Upendeleo huu hutokana na tabia nzuri, mtazamo, mawasiliano mazuri na hata namna mtu anavyojieleza. Mfano, ukipokea ushauri kutoka kwa rafiki unayempenda na unayemwamini, huwa ni rahisi kukubali bila mashaka, tofauti na ushauri huo huo ukitolewa na mtu usiyemfahamu vizuri. Sasa hii mbinu ya pili inaitwa upendeleo. Sisi binadamu tunapenda sana watu ambao wanatufanya tujisikie vizuri. Yaani asilimia kubwa watu wote tunapenda mtu ambaye anatufanya tujisikie vizuri. Mfano, mtu anayekuja anakuambia napenda sana kazi zako unafanya vizuri, labda kazi hii ukisimamia unaifanya vizuri, huwa unajikuta unajisikia vizuri. Kwa hiyo mtu utajikuta unakuwa unapenda sana kuwa karibu naye kwa sababu anakufanya ujisikie vizuri. Lakini pia binadamu pia tunapenda kusaminiwa na kujaliwa. Kwa hiyo mtu yote ambaye ataonesha hivyo vitu, automatic utakuwa umeshawishika naye, kwa sababu binadamu sisi kiasili au kisaikolojia tunavutiwa zaidi na mtu anayetuheshimu, anayetuona kwamba sisi ni wa thamani na anayetujali, lakini anayetufanya tujisikie vizuri. Kwa hiyo mtu yote atakaye kufanya huisi hivyo vitu, kwa automatic utamsikiliza na kumpenda. Na ndio maana rafiki yoyote anayekupa ushauri unausikiza zaidi. Na hii ipo hata marafiki mnakuta anakuambia labda twende sehemu fulani, inakuwa rahisi zaidi kumkubali kuliko mtu yote ambaye humfahamu, kwa sababu
yule unamwamini, lakini pia unamheshimu, lakini pia huwa anakujali, na mara nyingi huwa anakucomfort, anakupa maneno mazuri. Marafiki wengi ambao wanapendana utakuta anamjali hata kama ni kitu cha kipuuzi, lakini unakuta anamshauri vizuri na anamsikiliza. Kwa hiyo sisi binadamu tunapenda watu ambao wanatufanya tujisikie vizuri. Kwa hiyo hii unaweza kuitumia pia hata kwenye maisha ya kila siku. Unaweza ukiwa na mtu yote ambaye hata kama ni mara yako kwanza kukutana naye, onesha kumjali, mheshimu, hata kama ni kidogo, onesha kumfanya ajisikie vizuri. Hata kama kwa mfano ofisini unataka mfanyakazi wako afanye kazi vizuri, unaweza kumwambia kwamba kikweli kazi hii umeifanya kazi vizuri, au unapenda sana ufanyaji kazi wako wa hapa kazini, naamini pia na hii kazi utaifanya vizuri kwa sababu kazi zako huwa unazifanya vizuri zaidi. Kwa hapa ataona kwamba umemthamini na ataona kwamba umemtambua kuwa anafanya kazi vizuri. Kwa atajisikia vizuri, na hiyo nguvu ya kujisikia vizuri ndio atafanya kazi kwa nguvu kubwa, na hiyo kazi itaenda vizuri. Kwa hiyo hii mbinu ya kisaikolojia ya pili ya upendeleo ina nguvu kubwa pia, kwa sababu watu waga tunapenda watu wanaotuheshimu, wanaotujali na wanaotufanya tujisikie vizuri. Sasa mbinu ya tatu inaitwa ushahidi wa kijamii au social proof. Watu hufuata wingi. Tukiona wengine wamekubali jambo fulani, tunaona kuwa ni sahihi. Mfano, ushuhuda wa wateja, maoni ya wengi kwenye bidhaa, au idadi ya watu waliotumia huduma kuongeza imani ya watu wapya. Sasa hii mbinu ya tatu inaitwa social proof kwa Kiingereza. Sisi binadamu kiasili huwa tunafuata sehemu ambapo kuna watu wengi, na ndio maana hata kama umeenda labda kununua kitu, ukiona kuna watu wengi wamekaa sehemu fulani, unaona kwamba kile kitu ni kizuri, hata kama ni mara ya kwanza hujawahi kujaribu kile kitu, kwa sababu huwa tunaamini kama watu wengi wapo pale, basi hicho kitu ni kizuri. Lakini sasa pia hii ina madhara, kwa sababu kuna muda mwingine unaweza kukuta hicho kitu kweli sio kizuri, na wale watu labda wameenda kujaribu pia, au sasa hivi kuna watu pia wanaweza kukodiwa kukaa ile sehemu ili kupromote. Wafanyabiashara wanajua mbinu hii kwamba anaweza akatumia baadhi ya watu wakawa pale ili kuvuta watu wengine. Kwa hiyo kisaikolojia sisi binadamu tunapenda sana sehemu ambao watu wengi wanafanya jambo fulani, na ndio maana sehemu mbalimbali utakuta labda kwenye biashara mtu anatumia wateja kuelezea bidhaa fulani kwamba nilitumia bidhaa hii, wengine wana comment. Ndio maana hata kama ukiangalia mtandaoni utakuta mfanyabiashara anatumia baadhi ya posti ambazo mteja alifurahia bidhaa zake, maoni ya watu kwenye bidhaa. Kwa hiyo hiyo inashawishi mtu kwenda kuchukua hiyo bidhaa. Lakini pia jambo lolote, yani mtu akiona watu wengi wamelifanya, naye aliamini zaidi, anaona kuwa ni sahihi. Hii ni saikolojia kabisa. Kwa hiyo hii pia inaweza kuwa pia inaweza kumshawishi mtu, kwa sababu sisi binadamu huwa tunapenda kuona sehemu ambao wengi wanafanya. Ndio maana matangazo mengi utaona watu wengi wanafurahia bidhaa fulani. Ile ni mbinu ya kisaikolojia ya kushawishi watu waje katika bidhaa hiyo kuchukua. Na ndio maana fuatia matangazo mengi utakuta watu wengi wanaoneshwa, unakuta labda mtu anafurahia kinywaji fulani, sehemu nyingine tena anaonesha mtu mwingine. Kwa hiyo wewe ukiangalia kisaikolojia automatic utaona kumbe hichi kitu ni kizuri, utatamani kwenda kukijaribu. Hiyo ndio inaitwa mbinu ya social proof, yani ushahidi wa kijamii. Lakini mbinu ya 4 ni mbinu ya uhaba au scarcity. Sasa kitu kinapoonekana kuwa kidogo au cha muda mfupi, thamani yake huongezeka. Mfano, ofa maalum ya muda mfupi au nafasi chache zilizobaki hufanya watu kuchukua hatua haraka bila kusita. Sasa sisi binadamu kisaikolojia, kitu chochote ambacho kinakuwa kinapatikana kwa ugumu au kwa nadra kinakuwa na thamani kubwa. Na ndio maana kuna muda kulikuwa na shida ya maji Dar es Salaam. Maji yalikuwa na thamani kubwa kwa sababu yalikuwa yanapatikana kwa nadra au kwa muda mfupi. Kwa hiyo kisaikolojia iko hivyo kwamba kitu chochote ambacho kinakuwa shida kupatikana au vigumu kupatikana kinakuwa na thamani kubwa. Na ndio maana wafanyabiashara wengi wanatumia saikolojia hii ya uhaba au scarcity. Wanaweza kusema kwamba ofa ni ya muda mfupi au nafasi zimebakia chache, ili wakushawishi wewe kuchukua hatua haraka, kwa sababu sisi binadamu huwa tunaamini kwamba au kisaikolojia kitu kama kikiwa cha muda mfupi au kikiwa kichache tunaona kama tunaweza kukipoteza. Kwa hiyo hata kama ulikuwa una mpango wa kukifanya kile kitu, unachukua hatua haraka. Hii ni kisaikolojia na kwenda kukifanya. Kwa hiyo mara nyingi hata wafanyabiashara wanatumia mbinu hii. Utakuta anasema nafasi zilizobaki ni chache, wahi, au ofa hii ni ya msimu huu wa sikukuu. Kwa hiyo
utajikuta automatic utaona kwamba kumbe ni msimu wa sikukuu tu. Kwa hiyo msimu wa sikukuu kisha ofa itakuwa haipo, kwa unaenda kuchukua hatua haraka. Kwa hiyo hii mbinu pia inaweza pia kutumika kumshawishi mtu kuchukua hatua ya kwenda kufanya jambo fulani, kwa sababu kitu chochote ambacho kinakuwa kidogo kinakuwa kinaongeza thamani kubwa. Lakini mbinu ya 5 ni kujitolea kwanza, au kwa Kiingereza inaitwa reciprocity. Sasa watu huwa furahia kurejesha wema. Ukitoa kitu cha thamani kwanza, mtu anahisi deni la kurudisha. Mfano, kutoa zawadi ndogo au elimu bila malipo mara nyingi hufanya mtu kubaliana na ombi lako la baadaye. Sasa sisi kisaikolojia, si binadamu, huwa tunapenda kurudisha wema ambao tumefanyiwa. Kwa mfano, mtu akikupa zawadi ndogo, ujue tu huyo mtu atakuwa na deni ndani yake, atakuwa anatafuta namna ya kukusaidia. Kama uamini hili jambo, unaweza ukatafuta hata kitu kadogo kaenda kumpatia mtu, alafu ukamwambia jambo lako, utaona anakusaidia kwa haraka zaidi, kwa sababu kisaikolojia mtu unapomtendea wema na yeye anakuwa anatamani kukurudishia. Hata kama mtu kwa mfano ulikuwa unamkopesha hela au alikuwa anakuomba hela, ukao unampa, na wewe ukija kumuomba inakuwa ni rahisi kukupa kuliko yule mtu ambaye alikuwa anakuomba wewe unamkataa, unasema mimi sina. Hawezi pia naye kukupa kwa sababu anakuwa hana deni lolote kwako. Lakini mtu ambaye ulimwazima, hata kama siku ambayo naye atapambana mpaka akupatie, hata kama ni kwa kiasi kidogo, kwa sababu anakuwa anajihisi ana deni ndani yake. Na hii mbinu pia hata wafanyabiashara wanaitumia. Utakuta application nyingi unaambiwa unaweza kutumia bure kwa siku 7. Sasa ukishatumia siku 7 unashawishika zaidi kulipia, kwa sababu unaona kumbe nimefaidi, hivi vitu ni vizuri, unatumia zaidi. Unaweza kukuta labda vifurushi labda wanakuambia unatumia kwa siku 2 hapo baadaye unalipia. Ofa nyingi unakuta unaambia labda kwa siku 1 labda ni bure, baada ya hapo utalipia. Kwa zote hizi ni mbinu ya kujitolea kwanza, kwamba unapotoa kitu kwanza unakuwa na deni ndani yako ukirudisha kwa yule mtu ambaye amekutolea hicho kitu. Kwa hiyo hii ni mbinu ya kisaikolojia kwamba unapopewa kitu na mtu unakuwa unajihisi deni ya kukirudisha, na hii ina apply kwenye sehemu zote katika maisha yetu. Kwa chochote ambacho mtu atakupatia tayari, au mtu utampatia kitu tayari, yule mtu atakuwa na deni ndani yake ili kurudisha hicho kitu ambacho umempatia. Okay, sasa mbinu ya 5 ni kuendelea na maamuzi yako, au commitment na consistency. Mtu akikubali jambo dogo huwa ni rahisi kumshawishi hatua kubwa zaidi baadaye. Binadamu wanapendelea kuwa na msimamo wa maamuzi yao ya awali. Mfano, ikiwa mtu atakubali kitu kidogo, basi anakuwa tayari kubali kitu kikubwa kinachofuata. Sasa sisi binadamu kiasili huwa tunapenda kuwa na misimamo, na hii imetengenezwa hivyo kwa sababu binadamu mara nyingi, hata ukikuta mtu unaongea naye anakuambia mimi ni mtu wa misimamo, sipendagi kubabaishwa. Sasa hiyo hata kisaikolojia iko hivyo kwamba mtu anapoamua jambo huwa anapenda kulisimamia, na ndio maana ukianza na ndio ndogo itakuwa ni rahisi kukubali ndio kubwa. Kuna mfano mdogo, kuna mtu alienda kuombwa awekewe bango kwenye nyumba yake. Kabango kadogo kweli. Kwanza alikuwa amekataa. Akasema tunataka tukuwekee bango kadogo kweli kama tangazo yetu. Akasema sawa, kwa sababu ni kadogo. Lakini baadaye wakaja kumwambia nataka tuweke bango kubwa zaidi. Hakuwa na uwezo wa kupinga, kwa sababu mwanzo alikuwa ameshakubali. Kwa hiyo hii ni kisaikolojia kwamba jambo lote ambalo unalikubali inakuwa ni rahisi kulikubali, hata kama ni dogo inakuwa ni rahisi kulikubali tena, kwa sababu unakuwa kama yani umeshawishiwa kisaikolojia, kwa sababu binadamu sisi tunapenda kuwa na misimamo, kwamba umekubali kitu cha kwanza na baadaye ni rahisi kukubali jambo jingine. Sasa hii ni mbinu ya kisaikolojia pia unaweza ukaitumia katika maisha yako ya kila siku, kwamba unapotaka labda mtu akubali jambo kubwa, unatakiwa uanze na jambo dogo tu la kawaida. Unaweza kuanza na labda kuomba kidogo sana, alafu baadaye unakuja akikubali hicho kitu, inakuwa ni rahisi pia kuja kukubali kitu kikubwa zaidi. Lakini siri ya 7 ni hisia au emotion appeal. Maamuzi mengi ya binadamu yanatokana na hisia, si akili pekee. Kutumia hisia kama hofu, matumaini, furaha au huruma kunaweza kubadilisha maamuzi ya mtu. Mfano, matangazo ya vyakula vinavyopendeza au mashirika yanayoonyesha wahitaji huasili hisia na kufanya watu kuchukua hatua. Chukulia mfano, mtu kaja kukwambia nahitaji uchangie
kuhusu mradi huu, akaishia hapo. Mwingine akwambia huu mradi kipindi unaanza kulikuwa na watoto ambao walikuwa hawawezi kupata chakula vizuri, walikuwa wanalala nje na maisha yao yalikuwa mabaya. Kwa hiyo msaada wako utasaidia kubadilisha maisha ya hao watoto. Utakuta mfano wa kwanza aliyokuambia kwamba changia huu mradi, kaongea kweli, ni vizuri, lakini huu wa pili umechanganywa na hisia. Kwa hapo wewe utazalisha hisia ya huruma na kujali. Kwa utajikuta automatic unachangia huo mradi kwa sababu umeambatana na hisia. Kwa sababu sisi binadamu huwa tunaongozwa na hisia, na hisia zina nguvu ya kufanya maamuzi kwa haraka zaidi kuliko akili ya kawaida. Na hii imetengenezwa hivyo kwa sababu hisia zinatusaidia sisi kutukinga na mambo mbalimbali, na zinatusaidia sisi kutumia kitu au kufanya maamuzi kwa haraka kuliko akili ya kawaida, kwa sababu hisia zenyewe huwa zinafanya kazi kwa haraka zaidi kuliko akili zetu za kawaida. Umekutana na jambo, hisia inalitatua au inalichanganua kwa haraka zaidi kuliko akili ya kawaida, iwe hofu, furaha, au huruma, amani. Hisia zina nguvu kubwa kwenye kuongoza maisha yetu. Kwa hiyo hisia pia inaweza kutumika kushawishi mtu au kufanya mtu akashawishika na jambo fulani. Na ndio maana matangazo mengi utakuta wanaonesha labda gari, ni tangazo la gari, lakini unakuta wanaonesha familia fulani na fly. Kwa pale hisia ya fly inatengenezwa kwako, utajikuta automatic unapenda kwenda kununua ile gari kwa sababu unakuwa umefly kwamba na wewe kuona ile gari, kumbe familia fulani inafurahia kupanda ile gari. Kwa ndio maana unakuta hata vinywaji, unakuta mtu anajaribu soda anafurahi, kwa pale anatengeneza hisia ya kufurahi. Kwa hiyo hisia zina nguvu kubwa ya kutuongoza sisi, kwa sababu zinaweza kukushawishi kufanya maamuzi haraka na kuchukua hatua haraka kuliko akili ya kawaida. Kwa hiyo pia hii mbinu inaweza kutumika pia kumshawishi mtu bila kutumia nguvu kubwa wala kumlazimisha. Sasa mbinu hizi 7 za kisaikolojia ni siri zinazotumika kila siku. Kuzitumia kwa uadilifu utakusaidia katika biashara, mahusiano, uongozi na ushawishi wa kijamii. Kumbuka, ushawishi sio udanganyifu, ni kuelewa akili ya binadamu na kutumia mbinu hizi kwa usahihi. Unajua, issue ya ushawishi sio kwamba ni kudanganya watu, bali ni kuelewa jinsi akili ya binadamu inavyofanya kazi na kuendana nayo vizuri. Na hizi mbinu ukizitumia vizuri zinaweza kukusaidia. Kwa mfano kwenye biashara, unaweza ukaelewa kwamba nitumie njia gani sasa niwasaidie wateja wangu waje wanunue biashara bidhaa. Na ndio maana kwenye biashara au biashara kwa ujumla wanatumiaga mbinu hizo sasa za hisia, kuwafanya watu washawishike kuja kununua. Lakini pia mahusiano, uongozi, unaweza kutumia mbinu hizi za kisaikolojia, lakini pia zikakusaidia kwenye mambo mbalimbali ya maisha ya kila siku. Kwa hiyo kama una swali lolote kuhusu mbinu hizi au kuna mbinu fulani hujaelewa, unaweza comment hapo sehemu ya comment section. Asante sana kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi. Mimi naitwa Elikhan Mtz. Kama unahitaji kitabu kwa ajili ya mafunzo zaidi, unaweza kuwasiliana nami kwa comment hapo sehemu ya comment section, nami nitalifanyia kazi. Asante sana kwa muda wako, nikutakie siku njema. Bye.